Udana mambo vipi? Karibu sana kwenye Let's Know. Na leo tunaenda kufungua milango ya maarifa kutoka kwa mgeni wetu. Siku ya leo ambayo tutaenda kupigia nayo story nyingi sana, na moja kwa moja tutaoga kupata yale maarifa pamoja na kukupa burudani isiyoweza kuwa na kikomo. Na nikukaribishe sana na tafadhali sana tupokee kwa mikono miwili na roho. Tupo na Mr. Dominic, mtaalamu wa masuala ya prevention kutoka eneo la bandari, na Diorengi atufahamu nini maana halisi ya prevention. Na kubwa zaidi ni kwamba siku ya leo tunakwenda kudiflaze na kupata mengi na mengi kutokea kwa Mr. Dominic. Karibu sana mwana Let's Know, yule ambaye siku zote unapenda kutufuatilia. Karibu sana kwenye show Mr. Dominic. Habari za sasa hivi? Salama sana ndugu mtangazaji. Aisee, nashukuru sana kwa kupata hii nafasi na nashukuru sana kwa kumalika kwenye hichi kipindi. Mimi kupitia kipindi hichi tutaweza kuwapa maarifa wananchi wakajua nini maana ya prevention na mimi hasa umuhimu wake kwenye masuala ya bandari. Nashukuru sana. Okay. Kwa ufupi kabisa, unaweza kutuambia prevention ni nini na kwa nini ni muhimu sana hasa kwenye masuala ya maeneo kama bandari? Prevention kwenye upande wa afya kwanza ni kinga. Kwa lugha rahisi ya Kiswahili ni kinga kwenye masuala ya afya, ni masuala ya afya kinga. Unapozungumzia masuala ya afya kinga kwenye upande ya bandari, kwa sababu kwanza bandari ni sehemu ya tunasema borders, kwa maana ya mipaka. Kuna mipaka ambayo inahusisha maziwa, inahusisha bahari, na ipo mipaka inahusisha anga, na ipo mpaka ambayo nchi kavu. Mfano mzuri kwa hapa Kagera tuna Mtukula nchi kavu, kuna Rusumo nchi kavu, na kwa upande wa majini tunayo hii Lake Port ambayo ipo hapa Bukoba na nyingine ziko Manda na zingine zinazofanana. Kwa hiyo tunapozungumzia prevention kwenye masuala ya bandari au kwenye masuala ya mipaka, tunazungumzia uzuiaji wa ingiaji wa magonjwa kwenye nchi au sehemu husika, kwa sababu hii mipaka ni lango, kama tunavyolia ni lango la kuingia kwa binadamu, inaingia mizigo. Kwa sasa tunapozungumzia prevention kwenye masuala ya afya, tunazungumzia kuzuia ule uingiaji wa magonjwa ambao unaweza kuwa umeambatana na watu au umeambatana na mizigo. Sasa tunaifanyaje hii prevention? Ufuatiliaji, sawa. Pia tunahusisha na masuala ya ukabidhi, sawa. Na pia kuna masuala ya utoaji wa chanjo za yale magonjwa. Tunapozungumzia ukabidhi, tunakagua mizigo inayoingia kwa namna moja au nyingine, inaweza kawa ina athari kwa afya ya binadamu. Kwa hiyo kazi ya maafisa afya ambao wapo kwenye hii mipaka, wapo kwenye bandari, kwenye viwanja vya ndege na sehemu zingine ambazo ni malango ya watu kuingia kutoka nchi zingine, ni kuweza kukagua hii mizigo, kuweza kutambua kama wale watu wana magonjwa, zipo njia mbalimbali ambazo zinatumika. Ningependa kufahamu ni mambo gani yanayohitaji tahadhari sana au tahadhari ya haraka zaidi kwenye masuala ya bandari? Kwa ujumla magonjwa yote yanahitaji tahadhari, ila kuna magonjwa ambayo huwa yanasafiri kwa maana ya kutoka taifa moja kwenda lingine, kwa hiyo ni hatari zaidi. Haya ndio ambayo yanapewa kipaumbele. Tunaita magonjwa ambayo yanahitaji attention ya asasi za kitaifa na za kimataifa, na Wizara ya Afya na wadau wengine wa maendeleo. Magonjwa yapo mengi, mfano na hata pia Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo tumekuwa tukiyapata. Mfano nakumbuka mwaka 2019 tulipata COVID-19, unaona. Baadaye kwa mfano kwa mkoa wa Kagera imajizi kati hapa kidogo tulitikisha na Marburg ya zona, na sasa hivi japo tumeendelea kudhibiti, lakini kuna Mpox. Hapo na magonjwa mengine Ebola, yani magonjwa ambayo huwa tunatolea macho sana tukiwa bandarini. Pale sasa unapokutana na changamoto kama ukosefu wa vifaa, rasilimali, na unatumia njia gani kuweza kumhudumia mgonjwa kwa haraka? Uzuri kwenye utendaji kazi ambayo bandarini na mipaka mingine tunafanya kazi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Tupo sisi ambao tunawakilisha Wizara ya Afya pale bandarini, na pia kuna wenzetu kwa maana ya manispaa au TAMISEMI maana ya manispaa, na ipo hospitali ya DRH ambayo iko chini ya Wizara ya Afya kwa maana ya hospitali ya rufaa ya mkoa. Kwa hiyo kukutana na changamoto ya ukosaji wa vifaa au rasilimali watu haiyokuwa changamoto, lakini pale ambapo ikitokea na namna hiyo, kwa tunafanya kazi kwa kushirikiana na hao wenzetu ndio ambao huwa watuangushi na tunatekeleza majukumu yetu kwa ufasaha. Je, wananchi wa kawaida wanaelewa au wanavoloa umuhimu wa prevention?
kutokana na kazi kubwa ambayo tunaifanya sisi kama maafisa wa afya ambao tuko kwenye hivi vitengo, mpaka sasa hivi kiukweli wanaelewa, kwa sababu tukichukulia tu mfano, tuna ushahidi. Mfano zile swala la dola, COVID-19 ndio unaona kabisa mwitikio wa jamii kuchukua hatua ambazo zilikuwa zinajikinga na ile COVID-19, kama unawaji wa maji, unawaji mikono, uvaaji wa maski, unaona watu kutembea na sanitizer. Unaona kabisa kwamba wananchi kwa asilimia kubwa tayari wameshaanza kufunguka milango, kupata maarifa na wanajua nini umuhimu wa afya kinga au prevention. Of course, kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba leo ni siku ya kupata maarifa makubwa na kufahamu mambo kadhaa ambayo tulikuwa hatuyafahamu. Hongera sana Mr. Dominic. Jitihada zako kubwa kwenye kazi yako. Na kubwa zaidi ni kwamba tungependa kufahamu maisha binafsi. Yukwe hapa sasa ibeje kwenye sekta ya kazi tumeama kidogo. Sasa tunarudi kwenye sehemu ya maisha yako binafsi. Kwanza ukiacha na professional yangu, tu pia ni binadamu wa kawaida. Ndio. Naishi tu kama binadamu wengine. Hatuwezi kufanana namna ya lifestyle, kwa maana ya anavyoishi fulani na mimi nikaishi hivyo. Lazima tuko na tofauti, lakini huwa stoki nje sana kama wanavyoishi binadamu wengine. Ni nini kinakuchochea kuendelea na kazi hii licha ya changamoto unazokumbana nazo? Passion, kwa sababu sio kwamba nilisukumwa kufanya hichi ninachokifanya sasa. Nilichagua kama nilichagua na kwa sababu unafanya kitu unachokipenda. Hicho ndicho kinanisukuma mimi kufanya kazi. Na pia unajua ukifanya kitu unachokipenda hutaki itokee, hutaki itokee dosari. Kwa hiyo passion ndio inanipelekea kwamba niendelee kufanya kazi nisijute, na pia kuhakikisha kwamba siharibu kazi yangu. Hicho ndio kitu ambacho kinanisukuma nifanye kazi kwa moyo na kwa ufanisi. Okay. Unaipenda sana familia yako? Naipenda sana sana. Final is everything. Familia ndio kila kitu. Okay, Mona let's know. Nadhani tumeweza kupata mawili matatu kutokea kwa Mr. Dominic. Kwenye masuala yake ya kifamilia, anakuaje familia pamoja na kazi, anaseti vipi pale. Lakini sasa hivi ningependa kidogo tuweze kufahamu mahusiano yako. Mahusiano. Kizungumzia mahusiano tunazungumzia neno pana sana. Kwa hiyo katika hilo sasa tungependa kufahamu, mara nyingi sana ubizi wa kazi unaweza kuvuruga maisha na ratiba za maisha siku zote. Lakini tunajua mahusiano ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila mtu. Hebu tuambie sasa mahusiano yako. Wewe yako vipi? Mahusiano yangu kwa maana kwanza mahusiano ya kawaida na jamii, inahusiana vizuri na jamii, majirani, wafanyakazi wenzangu, watu tunaokutana mtaani, nahusiana nao vizuri. Pia kwa maana mahusiano binafsi sasa ya kifamilia, tuna mahusiano yangu pia. Mimi na mke, na mtoto pia mmoja. Una mke? Pia na mtoto mmoja wa kike, and I'm very proud. Ana umri gani? Saizi ana mwezi mbili na siku 4. Yes, mwezi mmoja na siku 4. Na siku 4. Bado mdogo sana. Bado unatakiwa kupambana na kuvuta soksi sana ili uweze kuendelea kufanya vizuri zaidi. Sawa. Unakutana na changamoto zipi kwenye mahusiano yako kutokana na kazi unayoifanya? Bahati nzuri mwenza yangu naye ana professional kama ya kwangu. Okay. Kwa hiyo sasa unaona tunazungumza lugha moja na kwa hapo mnazungumza. Kwa hiyo anajua kwamba muda fulani nitafanya kipi, muda fulani nitafanya kipi, na mimi ninajua yeye muda fulani atafanya kipi. Kwa hiyo pia kuna challenge pia tunapeana kwamba wewe kwa upande wako unafanya nini na wewe kwa upande wako unafanya nini. Kuna heshima fulani. Kwa hiyo is a happy relationship ndio nikasema. Okay. Je, kuna wakati ili kuhisi unahitaji msaada zaidi wa kihisia na unaopataje? Kwa maana ya nahitaji msaada wa kihisia. Kuna muda lazima kama binadamu, kuna muda unahitaji. Unajua mwisho wa siku wanasaikolojia wanasema kwamba human being is a social being. Kwa maana yani nafsi ya mtu ni nafsi ambayo inahitaji kuingiliano. Tunasemaga ni nafsi ambayo inahitaji kujamiana, yani iweze kukutana na watu wengine. Kwa hiyo kuna muda unafikiria kwamba kweli kwa wakati hii sihitaji kufanya kazi, nahitaji niongee na fulani, nahitaji niongee na fulani. Sasa hapo ni hisia ili niweze kuwa sawa.
na ni tiba pia, na ni tiba kiafya. Okay, katika mahusiano yako ni kitu gani ambacho mwenza wako amewahi kufanya na kikakuinua wakati ulipokuwa kwenye changamoto kubwa kazini? Huwa ananipa time. Ikifika muda kwamba nahitaji muda niweze kufanya kazi, huwa ananipa time na nimeelewa sana. Kama nilivyosema awali kwamba ni mtu ambaye ni professional moja. Kwa hiyo anajua nikisema labda kuna muda fulani natakiwa kwenda ambao ilitakiwa niwe naye, ni kwa ajili yake. Ndio muda fulani natakiwa kwenda kwa sababu na yeye kitu tunachokifanya ni passion. Kwa hiyo unakuwa ni rahisi sana. Okay. Mr. Benjamin Kibaro, nazidi kukushukuru kwa kile ambacho unazidi kukifanya, lakini pia na kwa namna ambavyo unaishi vizuri na familia yako. Nadhani tumeweza kugusa kidogo mahusiano, tumegusa kazi, tumegusa vitu vingi kadha wa kadha. Moja kwa moja ningependa Mwana Let's Know yule ambaye anatutazama muda huu aweze kufahamu Mr. Dominic kwenye sekta ya michezo amejikita vipi? Je, yeye ni shabiki wa timu ipi ama ni shabiki wa mchezo gani? Vitu kama hivyo. Hakuna maisha bila burudani na michezo. Je, ninachotaka kufahamu ni mchezo upi ambaye wewe kama Mr. Dominic unaupendelea sana? Kwa upande wa michezo napenda sana football, kucheza na kuangalia football. Pia tena fanya hizo pia miguu waweza kucheza na napenda sana kuangalia, na pia napenda sana riadha, kukimbia kwa maana zile marathon. Nimekuwa mdau mkubwa sana na imekuwa ni sehemu ya maisha yangu lifestyle. Kwa sababu kabla sijaenda kazini, pale ninapoweza lazima niamke asubuhi, nikimbie kilomita kadhaa ili niape nije kazini. Siku ambayo anakuwa niko off lazima nianze siku kwa kukimbia. Kama ni watu ambao labda hiyo mnaangalia status zangu, nadhani wanajua nilipo sana. Napenda sana kufanya mazoezi, kucheza mpira, kukimbia. Na kuna watu wamekuwa na matabaka kidogo hapa kwamba wana utani wa hapa na pale wa kimichezo, utani wa timu kadha wa kadha hapa katika nchi yetu Tanzania. Hata nje kidogo unaona kuna upinzani unakuwepo sana. Wewe sana unaishabikia timu gani? Hao ni shabiki wa timu gani? Kwa Tanzania mimi ni mwananchi, nashabikia Young Africans, lakini kwa kenda EPL kwa sababu nilisema mimi napenda mpira kuangalia na kucheza. Kwa hiyo ukienda EPL kwa ligi tembwa, mimi ni Liverpool. You never walk alone. Na ukienda kwa Spain kwa maana La Liga, bila shabiki wa Barcelona. Okay, shabiki wa Barcelona. Na kama ungekuwa ni manake wewe ni timu mwananchi, si ndio? Yes. Ungependa kushabikia ingependa kucheza jezi namba ngapi kama Ulmana na niambia anacheza pia? Yes, ningependelea sana kucheza namba ngapi kati ya zile namba ambazo zipo? Okay. Mimi huwa anacheza kama namba 10, namba 10. Pia anaweza kucheza kama namba 6 kwa maana ya Hodu. Pia anaweza kucheza kama namba 8. Lakini nakumbuka enzi zile nikiwa bado niko shule ya msingi nilikuwa nacheza winga 7, 10 mimi. Lakini sasa unajua mwisho wa siku hizi namba siku hizi ni kukimbizana kwa na Okay, basi unahisi ni mchezo gani au ni michezo ipi ambayo wewe inakusaidia yani inakusaidia sana kuondoa msongo wa kazi? Au michezo inakusaidia vipi kuweza kuondoa ile msongo wa kazi? Nitabidi kama wana lesson waweze kujua hichi kitu. Ndio ni kweli kabisa, michezo ni muhimu sana. Mimi hizi nikia ni stress nikia na stress, nitavaa raba yangu, ndio nitavaa traki, nitavaa headphone zangu, naingia barabarani kukimbia. Kama unataka kulia siku moja jaribu. Walio unaanza kukimbia inafika hatua mimi nazoroa. Sasa kile kipindi ndio naanza kuenjoy kukimbia. Weka muziki wako, tafuta barabara ambayo ni sahihi. Huwa nikikimbia, unaona hii miti na milima, unavuta loa nini, kikoli kabisa, huwa na relax sana. Yaani najikuta na pia mkipindi ambacho wanaweza kufanya meditation. Yaani nimekuwa kimbia, muziki unapiga lakini inawaza vitu kwamba kuna kitu fulani sijakifanya, nikienda kazini kesho nianze na kipi. Kwa hiyo minimum sana ninapokuwa mimi nina stress, nikimbia waweza ambayo ndio sema ambayo pia huwa naondoa stress. Sawa. Okay, kama ungekuwa mwana michezo, ungekuwa na ndoto gani kwenye sekta hiyo? Mimi nakuwa nilikuwa napenda vitu hivi. Hichi ninachofanya sasa hivi nakuwa mwana michezo. Kwa maana nicheze kama napenda football, kwa maana mpira michezo mpira wa kulipwa. Ndio hicho kitu ambacho ningeweza kukifanya kama nisingekuwa na kazi ambayo nalifanya sasa hivi. Sawa. Tofauti na hapo,
sidhani, lakini kiukweli mimi nilikuwa na vitu viwili, either nifanikiwe kwenye profession ambayo naifanya sasa hivi au nimejikita kwenye kucheza. Tukiwezekana kwenye familia yangu aje kutoka bora mno. Bora mno. Nitawekeza, tutafanya nachooza. Kitu ulisha kufikiria na nitakifanya. Kwa hiyo ndoto yangu kubwa ilikuwa, kwa sababu nini ningekuwa ndoto nikamilisha. Nilikuwa na ndoto ya kuwa mchezaji wa mpira, nilikuwa na ndoto ya pia kwa kazi ninayoifanya sasa hivi. Sasa kwa kuwa sijafanikisha hiyo, basi kwa kizazi changu, hata ikiwezekana mjukuu vile kutokea Mungu akinibariki, sawa, tafurahi sana. Si sawa? Mwana Let's Know, kama ilivyokuwa hada, tumeweza kuchota madini, lakini pia tumeweza kujifunza vitu vingi sana, na tumekuwa na mazungumzo mazuri sana, na tunashukuru sana kwa maarifa na uzoefu na utani tuweza kufanya na uweze kujisikia huko nyumbani ama sebuleni kwako. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kwa siku ya leo, na kubwa zaidi ni kwamba tulikuwa na Mr. Dominic. Mr. Dominic, una lolote labda la kuzungumza nasi? Wana Let's Know, na shukuru kwanza na ninafurahi sana kuongea na nyinyi. Nina imani yangu ni kwamba kile nilichokiendea kitawajenga nyinyi, iwe kwa upande wa taaluma yangu, iwe kwa upande wa maisha yangu binafsi. Ninaamini kabisa kitakuja kuwanufaisha pia. Nashukuru sana Let's Know. Kwa kweli hichi mnachokifanya ni kitu kubwa, na naamini kupitia hii platform watu watapata maarifa zaidi, watapenda kujua yale yaliyojificha ambaye haiwezi kupata sehemu. Nirudi kwako wewe mwana Let's Know, ambaye siku zote umekuwa ni mtazamaji mzuri wa Let's Know. Let's Know ni zaidi ya kipindi, na ni jukwaa la maarifa, burudani, simulizi za kweli. Na endelea pia kutufuatilia sisi wenyewe pale kwenye Instagram kama Let's Know, lakini pia channel kubwa sana pale kwenye media mpana kabisa wa YouTube. Endelea kutucheki kama On The Spot Trending. Subscribe, lakini pia like and share, itakuwa ni kwema zaidi. Hii hapa Let's Know.